Naam, karibu sana mtazamaji wa kipindi cha Halmashauri Kuu, kipindi ambacho tunajaribu kuangazia utendaji kwenye taasisi, kwenye shirika pamoja kwenye nyanja ya kisiasa. Moja kwa moja kwa siku leo ndani ya kipindi hiki cha Halmashauri Kuu nipo na wageni ambao tutajaribu kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na taifa la Tanzania, hasa kwenye masuala ya kisiasa, lakini pia tutajaribu kuangalia nini ambacho kimeweza kufanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa kwanza mwanamke. Niko na Athmani Mwesongo ambaye ni mwana majumui, lakini pia niko na Abdalla Kitwana ambaye ni mdau wa utawala. Tuko nao hapa ndani ya kipindi cha Halmashauri Kuu na tutajaribu kuangazia masuala kadha. Karibuni sana ndani ya kipindi hiki cha Halmashauri Kuu. Asante sana mtangazaji. Asante sana. Moja kwa moja tukianza na Athmani Mwesongo, moja kwa moja tuangazie kuhusiana na siasa ya Tanzania. Tujaribu kuangalia tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, unafikiri amedumaza au ameinua demokrasia ya Tanzania? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Kwanza kikubwa, tukisema kwamba mtu fulani mrefu, hakika kuna mfupi tumemwona. Kwa hiyo kutokana na hilo, tukizungumza kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, je, ameinua au ameididimiza demokrasia ya Tanzania, tuangalie namna ambavyo au kipindi ambacho ameipokea nchi alikuta demokrasia iko katika hatua gani. Wakati anaingia madarakani alikuta demokrasia ya nchi yetu katika uwanda wa mikutano ya hadhara umezuiwa, kuna zuio, lakini yeye akaweza kuifungua mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, watu wanasiasa waendelee na shughuli zao za kufanya mikutano ya nje au ya wazi. Lakini pia katika kipindi chake Daktari Samia Suluhu Hassan tulikuta kuna kesi za kisiasa ambazo zilikuwa zina wakabili wanasiasa kadha wa kadha, lakini yeye aliweza kuharmonize hiyo situation na kuhakikisha hata wale ambao walikuwa wameondoka ndani ya nchi kwa sababu ya mambo ambayo yanawakabili na wengine walikuwa na kesi, tukaona wakarudi nchini na kuendelea na shughuli zao ambazo walikuwa wamezizoea za siasa. Na hilo lilimpa pia hata huyu mwenyekiti wa sasa hivi wa Chama cha Demokrasia Maendeleo uwezekano wa kurudi sasa nchini, na mpaka leo yuko nchini Tanzania. Hayo yaliyotokea mbele ni baada ya makengeuko mengine, lakini kwa dhati yake kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan alidhamiria kuiweka nchi katika njia nzuri ya kidemokrasia. Lakini si hayo tu, tuliona katika huu wakati wake aliweza kuanzisha majadiliano ya foara. Foara tukimaanisha maridhiano yale na mambo yote ambayo yanachangamana katika zile R4. Kwa hiyo hayo yote tunaona ni namna gani Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa na dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha demokrasia ya nchi hii inazidi kupaa na kusogea katika level kubwa kabisa ambazo hata akiondoka ataacha alama katika nchi. Kwa hiyo ukitazama katika kipimo hiko unaweza kuona Daktari Samia Suluhu Hassan ni bingwa wa demokrasia katika nchi hii. Rais Samia Suluhu Hassan ni bingwa wa demokrasia katika nchi ya Tanzania, ni maneno yake hayo Athmani Mwesongo, mwana majumui. Tukisalia hapo unafikiri sasa kipi kinachotofautisha au kinachomtofautisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na marais wengine wa kike ambao wamewahi pata tokea kwenye dunia tulionayo? Upekee ambao wanao Daktari Samia Suluhu Hassan ninaweza kusema ni kwanza, tumeona viongozi wa juu wengi duniani ambao ni wanawake wanakuwa na haiba ya ukali.
ili kuziba lile pengo ambalo inaonekana watu wengi wakiwatazama kwamba ni watu dhaifu. Kwa hiyo wao wanawake wengi wanakuwa wakiwa viongozi wanakuwa wakali. Tukianzia kwa Margaret Thatcher ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza, na hata kina Angela Merkel na wengineo wengi ambao katika viongozi wa juu ambao waliwahi kuwa madarakani katika nchi tofauti. Kina Joyce Banda. Tunaona kabisa utulivu na upole na unyenyekevu wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kitu cha kipekee sana ambacho anatofautiana na wanawake wengine. Na hiko unaweza kukiona pia hata katika wakati huu ambao baada ya uchaguzi kutokea vurugu, aliweza pia hata kuwasamehe watu ambao walikuwa wakihatarisha amani ya nchi yetu. Lakini si hilo tu, pia upekee ambao wanao ni namna ambavyo ameweza kukabiliana na mazito ambayo yalikumba nchi yetu, kiwemo kufiwa na rais wa Jamhuri ya Muungano, na kuipokea nchi katika kipindi kigumu cha mkwamo wa uchumi. Vyote hivyo, hizo obstacles zote aliziweza kuzi overcome. Ukija ukitazama pia haya mambo yalotokea baada ya uchaguzi, vyote ni vipindi vigumu ambavyo vimemkabili mwanamke huyu, tofauti na marais wengine au viongozi wengine wa juu ambao walipokea nchi ikiwa katika utulivu na ustahimilivu wa kisiasa na mambo kadha wa kadha. Lakini tumeona yeye ameipokea katika kipindi kigumu na amewaprove watu kwamba yeye ni mtu strong wa kuweza kuiendesha nchi hata kama ikiwa katika hali mbaya. Lakini pia la mwisho, upekee ambao amewahi kuonyesha ni namna ya ubunifu ambao aliufanya katika Royal Tour, ambayo ilikuwa ni turufu ya kufanya diplomasia ya kiuchumi kupitia utalii wa filamu. Ni kitu ambacho kitakuja kuigwa labda miaka 200 ijayo na watu, lakini watasema hiki kitu wamekirejelea kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye aliwahi kukifanya mwaka 2022 huko nchini Tanzania. Okay, sawa. Na labda cha kuongezea, unafikiri labda kwa watoto wa kike ambao ndo wanakuwa kwa sasa na wamekuwa na wanaona uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan jinsi ambavyo anafanya, na wengine wapo wanavutiwa na kile ambacho wanafanya, nini ambacho wanaweza kujifunza kwake? Wanaweza kujifunza kwanza uthubutu, ndio, ujasiri, unyenyekevu, utulivu, na kipawa cha mtu hakitegemei jinsia. Kipawa cha mtu ni ule uwezo wako wa ndani wa kuyaendea mambo na kuyafanya kwa uwezo wako ambao Mungu amekupa. Ndio. Kwa hiyo jinsia yao isiharibu destinations zao, isiharibu hatima zao. Wahakikishe kwamba kila ambacho kiko ndani ya uwezo wao wanakifanya kwa uwezo wao wote, kama alivyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Okay, sawa. Na tukijaribu kuangalia, tunaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tangu aingie Ikulu kuna masuala mbalimbali ambayo ameweza kuyafanya, ambayo ameweza kuyatekeleza na ambayo anaendelea kuyatekeleza, na tumeweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Na moja kwa moja ni geukie kwako Abdalla Kitwana, mdau wa utawala, labda kutokana na kile ambacho amekielezea Athmani Mwesongo kuhusiana na kipi ambacho kinamtofautisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na marais wengine ambao wamewahi pata tokea kwenye dunia tulionayo, labda kwa wewe unafikiri nini hasa? Asante, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri, lakini pia nimpongeze ndugu yangu aliyetangulia Comrade Athmani Mwesongo kwa kuweza kueleza vizuri. Labda kidogo cha kuongezea hapo kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye akiwa kama amiri jeshi mkuu ndio ameweza kusimamia kulinda amani ya Afrika Mashariki. Tunafahamu
miaka hasa mwaka juzi, ndio nchi ya Kongo hali ilikuwa ni mbaya sana, mauaji yalikuwa yakithiri kwa kiasi kikubwa sana. Katika wanajeshi walioenda huko, jeshi la Tanzania lilishiriki kwa kiasi kikubwa sana JW kwenye kutuliza kupatikana kwa amani nchini Kongo. Ndio. Na bado uko kule. Kwa hiyo kama amiri jeshi mkuu kwenye hilo ameweza kusimamia imara zaidi kulinda amani, na tunafahamu kuna baadhi ya vikao vimefanyika katika nchi yetu hapa kwenye ikulu yake kwa kuwashirikisha viongozi wa nchi husika, nchi ya Kongo na nchi ya Rwanda. Ndio. Lakini pia katika upande wa utawala kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na uthubutu kwanza kabisa kuendeleza yale yote ambayo yaliachwa na mtangulizi wake. Mfano mzuri, daraja la Busisi Mwanza Geita, kwamba hayati John Pombe Magufuli aliacha 20% tu ujenzi wa lile daraja, lakini sasa tunaona kwamba asilimia zaidi ya 75 au 80 ametekeleza Daktari Samia Suluhu Hassan kumaliza, na lilizinduliwa na sasa wananchi wanatumia, na daraja moja zuri sana. Lakini pia kuna mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini bado kuna mradi wa treni za mwendokasi SGR Dar es Salaam Dodoma umekamilika, unafanya kazi, lakini bado kipande cha Dodoma kwenda mpaka Mwanza ujenzi upo kwenye hatua nzuri sana, kwamba yale yote aliyopokea maono ya mtangulizi wake yote yanaendelea vizuri, hakuna kitu ambacho kilichosimama. Lakini pia katika jiji la Dar es Salaam miundombinu barabara, mabasi ya mwendo kasi Kariakoo, Mbagara na kwingineko, tunaona kabisa kwamba Foreign route ya Mbagara inafanya kazi. Imesaidia kupunguza kama sio kuondoa ile changamoto ya usafiri kwa wananchi, hasa wale wa chini kabisa. Naam. Lakini pia yeye kama kiongozi katika swala la uchumi, mwaka jana 2025 timu ya wataalamu wakiwa na kiongozi wao kutoka shirika la fedha la duniani IMF waliweza kufika kwenye nchi ya Tanzania kuona hali halisi ya ukuaji wa uchumi. Katika ripoti ya mwezi wa 7 kuja wa 9 Julai to Septemba tumeona kwamba ukuaji wa uchumi kwa 5.4, sio kitu kidogo. Na yote hiyo inasababishwa na nini? Kwamba tunaangalia swala zima la kilimo, ujenzi na utalii. Lakini bado tukibaki hapa kwenye ripoti ya fedha, ripoti kutoka kwenye shirika la fedha, timu ya wataalamu kutoka shirika la fedha la duniani IMF waliweza kusema kwamba nchi ya Tanzania imeweza kudhibiti mfumuko wa bei kwa 3.4. Ndio. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo unaona kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ni tofauti kwa kiasi gani na viongozi wengine. Nchi imepita kwenye kipindi kigumu katika historia ya taifa hili, lakini sasa amani ipo na watu wanaendeleza na shughuli zao kama kawaida. Okay, sawa. Tunaona kwamba kwenye uchaguzi ambao umepita wa mwaka 2025 mara baada ya kupita, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuunda baraza la mawaziri, na umeweza kuona baraza la mawaziri mara baada ya kuweza kuundwa likaanza kazi mara moja. Unafikiri sasa ukiwa kama mdau wa utawala wanaendana na hiyo kasi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaitaka, hasa alipozungumzia kuhusiana na zile siku 100 za kwanza? 100% wanaendana nayo, sababu tunafahamu kelele ambazo zilizopo. Tumeona kabisa, sababu leo hii tukizungumzia baraza la mawaziri lazima tuanze na kuelezea kidogo utendaji wa waziri mkuu Daktari Mwigulu. Anafanya kazi nzuri sana. Tumeona namna anavyopita sehemu mbalimbali kusikiliza kero mbalimbali za wananchi. Tumeweza kuona vile ambavyo kwa mfano katika mkoa wa Dar es Salaam amefanya mkutano na wananchi wale wa chini kabisa, bodaboda, viongozi mbalimbali kwenye masoko, wafanya biashara mbalimbali wale wa chini kabisa, kueleza kero zao. Vipi vile wanavyoguswa, changamoto mbalimbali. Na alikuwa anawaambia kwamba waseme bila ya uoga. Tumeweza kuona wananchi wakiweza kueleza, kusema yapi ambayo hawafurahishi nayo, madhara yapi ambayo wanatendewa. Na baadhi yao wakiweza kuwashutumu wazi kabisa mawaziri mbalimbali, wakurugenzi
na yeye kabisa akiahidi kwamba anaenda kuyafanyia kazi. Ndio. Sio kitu kidogo. Kwa hiyo kazi ni nzuri, lakini pia kwa sasa mawaziri wengine, waziri wa vijana pia anafanya kazi nzuri, waziri wa kilimo anafanya kazi nzuri kuendeleza yote ambayo watangulizi wao wameyafanya. Hivyo ni swala la kuwapa muda, lakini mpaka dakika hii dalili ni nzuri, kazi inaenda vizuri. Na mpaka dakika hii dalili ni nzuri na mambo yanaendelea vizuri. Ni maneno yake hayo Abdalla Kitwana, ambaye ni mdau wa utawala ambaye tuko naye ndani ya kipindi cha Halmashauri Kuu, tukiendelea kuselelea matangazo haya. Na nipende kukumbusha tu mtazamaji kwamba kipindi hiki kinakuwa kinaluka kila siku hapa, na tunakuwa tunaendelea kuyazungumza masuala mazima ya masuala ya kisiasa, kwenye masuala ya kitaasisi, lakini pia masuala ya kishirika ambayo Halmashauri Kuu inahusika nayo. Moja kwa moja sasa nigeukie upande wa Athman Mwisongo ambaye ni mwana majumui. Baada ya Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuifanyia mengi nchi yetu ya Tanzania, naona kwamba kuna vitu ambavyo amefanya vinaonekana na bado vingine vinaendelea kufanywa. Unafikiri akimaliza au anapoelekea kumaliza muda wake, ni nini hasa au kikubwa ambacho unatamani akifanye, na ni kwa nini? Kikubwa nilitamani kile ambacho Watanzania wamekuwa wakikisubiri kwa muda mrefu. Ndio. Na kwanza hiki ni kitu ambacho yeye mwenyewe alikisema natamani kikamilike ndani ya muda wake, ambayo ni kukamilika kwa katiba mpya ambayo alituahidi katika awamu yake hii ya ambayo anamalizia nguo ya pili, atahakikisha Watanzania wamepata katiba mpya. Ndio. Lakini katiba mpya hiyo ndani yake nilitamani pia kutokana na hali ilivyo ya nchi na mambo yalivyokuwa yanaenda hapa, kabla na baada ya uchaguzi tuliona viongozi wa dini wengi ndio wakijaribu kutumia joho lao la dini katika kutaka kuweka maslahi yao au kuiangamiza nchi kupitia mrengo wa dini. Ndio. Kwa hiyo nilitamani kabisa wataalam na watunga sera waangalie namna ya kuweka vipengele katika hii katiba mpya, jinsi ya kuzuia hawa watu wasilete taharuki, kwa sababu nimeona kuna tofauti kubwa ambayo watu wengi wa kawaida, hasa wanapokuja katika swala la imani, huwa wanaziweka pembeni akili zao. Ndio. Ambazo Mungu kawapa. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukawakuta watu wamefanya mambo ya ajabu kwa sababu tu ya imani. Akiaminishwa hili, basi akimuona huyu anatajwa na jina la mtu wa Mungu, basi yeye anaamini moja kwa moja bila kutazama pengine ndani yake kuna nini, au angeifikirisha pia akili yake, angeona kwamba hiki kitu si kizuri. Lakini kutokana na hilo, basi wale ambao Mungu kawapa akili kubwa wajaribu kutengeneza sera ambazo zitazuia watu wa namna hii katika kuipelekea nchi katika shimo. Lakini pia nilitamani, kwa sababu mimi pia ni mwanasiasa, tuone sasa kuna kilio cha chini kwa chini ambacho hakizungumzwi, hasa kwa marafiki zangu ambao ni waumini wa dini ya Kikristo. Ndio. Ambao mara nyingi wamekuwa tangu wamezaliwa wameona kwamba akichaguliwa au akiwekwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, basi akiwa wa Kikristo, basi anakuwa tangu uhuru umeanza ni dhehebu moja tu hilo. Wangeangalia namna gani kuiondoa hilo hombwe ambalo linapakazwa katika chama chetu cha Mapinduzi, kuangalia namna pia haya madhehebu mengine ambayo yana pia watu wazuri, fikra nzuri, kuona namna gani nao wanagewa nafasi katika kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, ili kuifuta taswira hiyo au mawazo hayo ambayo yanajaribu kupenyezwa katika chama chetu, yafutike katika awamu yake. Na nafikiri atakuwa pia ameweka alama kubwa kwamba katika uongozi wake yeye kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa mara ya kwanza alitokea mgombea wa ambaye si dhehebu ambalo limezoeleka hasa katika upande wa Kristo.
Hiko ndo kitu ambacho mimi nilikuwa natamani kabla hajaondoka madarakani. Mabadiliko ya kikatiba, katiba kweli watu waipate na vipengele muhimu vingi viwepo, lakini pia kuwe na utofauti kidogo, tupate ladha tofauti katika wagombea wa Chama cha Mapinduzi wakati wanagewa dhamana ya kwenda kukipeperusha chama katika uchaguzi mkuu kugombea na vyama vingine. Labda kwa kuongezea hapo, umesema kwamba unatamani kabla hajamaliza muda wake katiba mpya iwe imeshapatikana kwenye taifa la Tanzania, lakini pia tunaona Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utakuwa umeshaanza. Leo tupo takriban siku ya 70 na mchakato wa katiba bado hujaanza. Unafikiri nini hasa ambacho kinakwamisha kuanza kwa mchakato? Nafikiri labda watu wa namna hiyo ambao wanazungumza hivyo watakuwa wamemnukuu vibaya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio. Daktari Samia Suluhu Hassan hakusema ataleta katiba ndani ya siku 100. Mchakato kuanza. Na mchakato asili yake ni kitu ambacho kinaenda hatua kwa hatua. Ndio. Na mchakato wake tangu alisema kwamba ndani ya siku 100 za kwanza kutaundwa tume ya maridhiano ambayo itatupelekea sasa huko kwenye katiba mpya, lakini ametuhakikishia ndani ya miaka hii 5 tutapata katiba mpya. Lakini bahati mbaya, kabla hatuja kwenda sasa, wakati tu uchaguzi umekwisha, kabla hajaunda ile timu au tume ya maridhiano, limetokea jambo lingine ambalo ni vurugu. Kwa hiyo lilipotokea hilo, ikabidi sasa afanye utaratibu wa kuunda tume kwanza ya kuchunguza vurugu zilizotokea, zilisababishwa na nini na wanani, na yale yanayosema kweli hapo, kuvichunguza vyombo vya dola kweli vilikuwa vinawafuata watu nyumbani, vinawaua tu. Kwa yote haya yamesababisha kile ambacho alikiplan kabla kukisogeza mbele, ili kuipisha hii tume ya uchunguzi imalize kazi yake, na ikishamaliza itafata sasa tume ya maridhiano. Baada ya maridhiano sasa mchakato wa katiba unaendelea. Kwa hivyo ni vitu vitatu ambavyo aliviweka katika mnyororo wa kuvifatanisha, na huo ndio mchakato wenyewe sasa. Okay, sawa. Ni maneno yake hayo Athmani Mwesongo, ambaye ni mwana majumuiya akijaribu kutanabaisha kile ambacho nilimuuliza hapa kuhusiana na mchakato wa katiba mpya, jinsi ambavyo kama Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyozungumza, na akasema kwamba kuna wengine ambao labda walimnukuu vibaya, na ndio swali ambalo ameweza kulitanabaisha hapo. Na moja kwa moja nikigeukia kwa Abdallah Kitwana, wewe kwa upande wako nafikiri ni kitu gani sasa hasa ambacho labda unapenda kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akishamaliza muda wake, ni kitu gani ambacho unatamani kwamba aachie kwa taifa la Tanzania? Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwanza naheshimu yale ambayo yeye ameahidi kuyatekeleza kwenye taifa letu pendwa la Tanzania, lakini nafasi ya kuweza kushauri au kuona vitu ambavyo napenda kuona vinafanyika kwenye awamu hii ya pili hapa ni ya mwisho kikatiba. Napenda kuona vitu viwili vikifanyika. Cha kwanza, kuzipa nguvu zaidi hizi ofisi za kwenye local government za chini kabisa. Nazungumzia ofisi ya watendaji wa kata, lakini pia ofisi za watendaji wa vijiji. Nini maana yake? Kwamba wale wanaogusa wananchi moja kwa moja. Nguvu hizi ambazo zipo katika government agencies, natamani pia kuona zinaenda zaidi kule chini kwenye uimarishaji wa ofisi, lakini pia katika usimamizi wa miradi mbalimbali. Ndio Kuzipa nguvu zaidi kifedha na mambo kadha wa kadha. Lakini pia natamani kuona miundombinu, barabara. Ndio. Taifa limeweza kufanya kazi kubwa sana, watangulizi wake haswa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ameweza kutengeneza barabara nyingi sana, kuunganisha mkoa kwa mkoa mpaka nchi.
Ndio. Lakini pia hata aliyemfuata hayati John Pombe Magufuli aliweza pia kufanya vizuri. Na yeye pia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefanya vizuri. Lakini sasa natamani kuona barabara za kwenye wilaya, hasa vijijini kuja kwenye center za wilaya na kwenda mikoani zikina muunganiko. Hii itasaidia haswa wakulima wetu ambao sasa hivi serikali wanawapa ruzuku nyingi sana kwenye mbolea, upatikanaji wa mbegu, waweze kupata waweze kupata barabara nzuri, waweze kupata kusafirisha mazao yao kutoka vijijini kuja mpaka mjini. Hii itasaidia sana kuongeza thamani ya bei katika mazao yao. Kama tunafahamu kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kuna tamani sana kuona vitu viwili vinaboresha zaidi ofisi za vijiji katika usimamizi wa miradi mbalimbali, lakini pia miundombinu barabara za ndani za wilaya ambapo lipo chini ya TANROADS. Ila pia kazi kubwa imefanyika. Maki tunafahamu kwamba TARURA bado ni taasisi changa kabisa, ila mpaka dakika hii imepiga hatua. Kuna tamani kuona inapigwa hatua zaidi ili kuweza kuleta maendeleo kwa taifa letu, sababu kwamba hatuwezi tukaboresha uchumi kama hatuna maendeleo vijijini, hususan miundombinu ambayo moja kwa moja ni barabara. Ndio. Kuna tamani kuna vitu viwili vya mtangazaji. Umesema barabara pamoja na ofisi za vijiji. Ofisi za vijiji ni maneno yake hayo, Abdalla Kitwana. Labda sasa kwa kumalizia, unafikiri wizara mbalimbali ambazo tuko nazo, sekta mbalimbali pamoja na taasisi mbalimbali wanatakiwa wafanye nini ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaenda na kasi ya Mheshimiwa Rais? Kuongeza spidi zaidi ya ufanyaji wa kazi, kushuka chini zaidi kwa wananchi. Taifa letu zaidi ya 80% au 90% bado ni vijiji. Kwa hiyo kujifungia ofisini, kushuka chini zaidi ili kuweza kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Kwa hiyo natamani kuona mapinduzi mbalimbali katika taifa letu kwenye wizara hizo. Natamani kuona mapinduzi zaidi yanafanyika. Ndio. Yaani leo hii natamani kuona wizara ya fedha wanapeleka miradi mbalimbali direct kwenye vijiji. Okay, sawa. Tuko kwenye miaka 64 sasa tangu tupate uhuru, na tunaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo bado tuna matatizo hasa kwenye swala la maji pamoja na masuala ya ajira. Unafikiri nini ambacho kinaweza kikafanya sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba maybe hatuwezi kuondokana na tatizo la ajira au tatizo la maji, lakini tunaweza tukalisolve kidogo? Unafikiri nini labda ukiwa kama mdau utawala? Tatizo la ajira, ndugu mtangazaji, ni tatizo la dunia nzima. Leo hii hata kwenye taifa la Marekani kuna maprofesa wengi tu ambao hawana kazi. Ni serious kabisa nakwambia hili swala. Lakini pia ukienda katika taifa kama la Nigeria, kuna wasomi wengi sana ambao bado hawana kazi. Lakini isimaanishi kwamba sasa serikali ilale kwa kuangalia mataifa mengi ya kwamba wananchi wake hawana kazi. Hapana. Lazima kwanza tukubali kwamba tatizo la ajira ni tatizo la dunia nzima. Serikali haiwezi kaajiri wananchi wote kwa 100%. Hivyo kwamba kuna ajira za moja kwa moja wananchi kuajiriwa kwenye serikali na kwenye sekta binafsi, lakini pia kuna ajira zile ambazo zisizo za moja kwa moja wananchi kuweza kujiajiri kwenye shughuli mbalimbali, biashara, shughuli za ujasiriamali na kadhalika. Bajeti za vikundi mbalimbali ziongezeke, mkazo zaidi uwepo kwenye vikundi, mikopo ya vikundi ya vijana, akina mama kuweza kupata hii mikopo. Lakini pia tumeona kuna wizara mpya ya vijana. Kwa hiyo matarajio yangu kuona kwamba sasa wizara hii ambayo inaongozwa na waziri ambaye ni kijana kuweza kuona kwamba vijana wengi wanapatiwa mikopo mbalimbali. Naam. Lakini pia kuna viwanda vya moja kwa moja, kwamba milango zaidi ifunguliwe kwa makampuni mbalimbali hasa kigeni. Leo hii kwamba tuweze kuona kwamba tukishuka Mbeya, tukienda Iringa, kule vijijini kabisa, tuweze kuona idadi ya viwanda vingi vinakuepo. Kwa hiyo mazingira rafiki ya
kuwawezesha wawekezaji mbalimbali wa nje na wa ndani, ndio kuweza kufungua viwanda mbalimbali, ikiwezekana kabisa waweze kupewa maeneo bure ya kufanya kazi yao kwa kwenye mkataba wa maslahi kwenye taifa hili. Kwenye swala la maji, mimi nafikiri tuna changamoto kubwa kwamba ongezeko la watu, population, kwamba mkoa wa Dar es Salaam kila kukicha watu wanakuwa ni wengi, watu wanaongezeka sana. Kuna miji ambayo zamani ilikuwa ni pori kabisa, hawakai watu, maeneo kama ya Kigamboni, Kibada, na hata kama watu walikuwa wanakaa basi walikuwa ni wadogo sana, ni wachache sana. Lakini bado Tegeta na Ubungo huko mbele Mbezi. Kwa hiyo kuongezeka kwa watu inaleta changamoto. Kwa mfano kwamba demand inakuwa kubwa kuliko supply. Wakati watangulizi wetu kwenye taifa hili wamebuni chanzo cha maji kutoka katika mto Ruvu. Iliwezekana kabisa kwamba supply limit demand kwa kipindi kile. Ila kwa sasa hivi kwamba watu ni wengi sana. Kwa hivyo basi kwamba na imani kubwa sana na waziri wa maji kaka yangu Juma Aweso, anafanya kazi nzuri sana. Changamoto wazipo, haziwezi kuisha kwa 100%, lakini tu kuomba kuwa ubunifu zaidi kwenye vyanzo mbalimbali vya maji. Lakini tuna vyanzo vingi vya maji, tuna bahari. Mimi naamini kabisa kuna teknolojia ambayo inaweza leo hii maji ya chumvi kubadilisha kuwa maji baridi na yakatumika kwenye matumizi mbalimbali. Inawezekana kabisa. Lakini bado tuna mito mbalimbali. Leo hii tuna mradi wa maji ya Ziwa Victoria ambapo upande wa Shinyanga, Tabora kule tunatumia vizuri tu. Yashaenda mpaka Singida na Dodoma. Naamini pia anaweza yakasogea zaidi kwenye kuweza kutatua changamoto ya maji kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni swala tu la kuongeza vyanzo mbalimbali vya maji. Lakini pia kwa wananchi, unajua viongozi au serikali peke yao hawawezi. Wananchi lazima turinde vyanzo vyetu vya maji. Pia lazima tukae turinde miundombinu mbalimbali. Wakati tunaraumu serikali, ila pia tukiri wazi pia kwamba kuna uharibifu wa miundombinu unatokea kwenye sehemu mbalimbali. Kwa lazima turinde vyanzo vyetu vya maji, lazima turinde miundombinu mbalimbali, mabomba, ili kuweza kupata huduma hii ya maji. Nashukuru sana. Okay, sawa. Tukirudi kwako Athmani Mwesongo, nafikiri ni nini hasa ambacho labda tunatakiwa kukifanya, kwa sababu tuna tangu mwaka 1961 mpaka sasa uhuru patikane ni takriban miaka 64, lakini naona kwamba bado tuna matatizo kadha ambayo yamekuwa kitukabili hivi karibuni tu. Kwa mwisho wa mwaka 2025, mwanzo wa mwaka 2026, katika jiji la Dar es Salaam imeonekana kwamba kuna tatizo la maji. Nafikiri ukiwa kama mwana majumui, nini hasa ambacho labda kinakiwa kifanyike ili kuweza kuhakikisha kwamba tunalipunguza tatizo hili au kuliondoa kabisa? Asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiri hivi vitu kimoja kwamba labda kwenye Wizara ya Maji au sehemu gani kuna nini, kwa ujumla mimi ningependa kujibu kwamba maendeleo ni mchakato. Na si miaka 10 au 20 au 30. Maendeleo ni mchakato kwa nadharia gani? Kwa sababu kila unapofanya jambo moja la maendeleo linazalisha changamoto nyingine. Ndio. Hivyo inapelekea kila siku dunia inagundua changamoto mpya. Na napenda kuwafahamisha vijana wa sasa ama Gen Z kwamba Marekani wanayoiona leo si Marekani ambayo imetengenezwa kwa miaka 60 au miaka 100. Ni Marekani ambayo imetengenezwa sasa karibia miaka 300 inataka kwenda sasa mpaka leo hii iko vile. Kwa usitake kuilinganisha nchi ambayo inaelekea miaka 300 tangu kupata uhuru na nchi ambayo ina miaka 64 ya uhuru. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Marekani rais wake wa kwanza amepatikana mwaka 1789 ambaye ni George Washington. Wakati sisi rais wetu wa kwanza
amepatikana mwaka 1964 baada ya Tanganyika na Zanzibar kuungana. Yeah. Kwa hiyo ukitazama hapo kuna utofauti wa miaka 175. Yaani Marekani imeanza kujitengenezea maendeleo yake yenyewe kwa utofauti wa miaka 175. Yeah. Kwa hiyo mpaka kufikia pale si kitu ambacho rahisi ambacho kinatengenezwa kwa miaka michache. Kwa hiyo hilo lazima tulifahamu. Kwa hiyo hata vizazi vitakavyokuja baadaye vikijadili kwamba Tanzania sasa ina miaka 250 tangu imepata uhuru, haitokuwa hapa. Na nchi ni kama nyumba yako au familia yako ambayo unaweza leo hii umetengeneza boma lakini mtoto amevunjika mguu, unaacha hela kuwekeza kwenye kununua dirisha, unaenda unampeleka hospitali. Baada hapo mtoto amerudi amepona, unaendelea kuwezeka nyumba. Baada hapo mtoto sasa muda wa shule umefika, unatakiwa uache kutengeneza milango, unaenda unamlipia ada mtoto shuleni. Kwa hiyo maendeleo ni mchakato na ni kitu ambacho kinazalisha changamoto mpya kila wakati. Hivyo ningependa tufahamu kwamba serikali yote inayaona na yote ni ya kwake, kama vile ambavyo wewe au mtu mwingine anaijenga nyumba yake. Hivyo ningependa tufahamishane na tuelimishane kwamba miaka 64 ya uhuru haihalalishi Tanzania ionekane kama Marekani. Isipokuwa tunatakiwa tuangalie, je, pale tulipo toka mpaka sasa tunaendana na kasi ya hali ilivyo? Hilo ndio kubwa ambalo nilitaka kulishajihisha mimi kama mwana majumui wa Kiafrika. Okay, asante sana mwana majumui Athmani Mwesongo kwa kulijibu swali hilo kwa undani zaidi. Na mpaka kufikia hapo nipende tu kuwashukuru Athmani Mwesongo mwana majumui pamoja na Abdalla Kitwana, mdau wa utawala, kuweza kushiriki nasi ndani ya kipindi hiki cha Halmashauri Kuu kwa siku hii ya leo. Asante sana mtazamaji ambaye ulikuwa unaendelea kufuatilia na kusalia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa kwenye kipindi hiki cha Halmashauri Kuu, ambapo kwa siku leo tumeweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kisiasa. Tumeweza kujaribu kuangalia kuhusiana na uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan madarakani tangu aingie achukue kijiti kwa mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ilikuwa na Athmani Mwesongo ambaye ni mwanamajumui pamoja na Abdalla Kitwana ambaye ni mdau wa utawala, ambao wameweza kudadavua yale yote ambayo nimeweza kuwauliza kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nilikuwa na kuongozea kipindi hiki cha Halmashauri Kuu kwa siku ya leo ni mtangazaji wako Ayubu Luka, bila kusahau kwenye mitambo ambaye anafanikisha sisi sote hapa kuonekana jinsi ambavyo tunaonekana hapa kwenye kipindi cha Halmashauri Kuu ni Simba wa Morogoro almaarufu. Asante sana na kweli kwa sasa mpaka wakati mwingine.